Wapenzi, najua mmezoea pilau. Hebu jaribuni kupika na huu wali alafu mtaniambia kama siku ijayo mtapika pilau ama huu. Tunaanza na kitunguu swaumu, garam masala, paprika, tangawizi, uzile, ndimu rangi ya orange, tanduri masala pamoja na chumvi. Hapa nina ukwaju, nachanganya viungo vyangu pamoja na ukwaju, naweka ndimu ya maji, naongeza na mafuta kidogo. Naweka viungo vyangu kwenye kuku hadi vichanganyike vizuri kabisa. Nihakikishe kila sehemu ya kuku imepata viungo, alafu nafunika naacha kwa lisali 1.5 mpaka masaa 2. Kwenye frying pan naweka mafuta, naacha yachemke, alafu naweka kitunguu mpaka kiive kabisa, kiwe cha brown. Baada ya kitunguu kuwa cha brown, tunatoa, tunaweka pembeni. Alafu naweka kuku wangu ambao tayari walikuwa wameshaingia viungo vizuri. Niliacha kwa lisali 1.5. Nahakikisha wanaiva angalau 60%. Sio lazima waive kabisa, watakuja kuiva na wali. Kwenye wali nimeweka iliki, uzile, pilipili mtama, karafuu, star anise, mafuta pamoja na chumvi. Alafu naacha vichemke kabisa, naweka wali wangu. Nimetumia basmati ambao nimeuloweka kwa lisali 1. Na uacha uchemke na uive 80%. Baada ya wali wetu kuiva, nachuja maji yote kwenye chombo, naweka mafuta. Naweka ule wali nusu. Naweka vitunguu ambavyo nilivikaanga. Naweka zabibu kavu. Naweka carrot. Naweka kuku wale. Nanyunyiza kidogo vile viungo ambavyo vilikuwa kwenye kuku. Namalizia kuweka wali wetu. Naweka zabibu kavu. Naweka carrot. Vitunguu pamoja na ile sosi ya kuku. Nilipunguza moto kabisa wakati naweka vitu. Nafunika na baking sheet, naacha kwa muda kama wa dakika 20 hivi. Alafu baada ya hapo wali wetu unakuwa tayari. Wali ni mtamu sana. Lakini mimi kama ni sikukuu ningepika vyote viwili kwa sababu pilau nalo lina nafasi yake. Pilau huwezi ukalitenganisha na sikukuu ya aina yoyote. Recipe inayofuata itakuwa ni pilau nyama na nitatumia mchele wa basmati. Stay tuned. Thank you for watching and bye bye.